Sheikh Hassan Kizenga, mwakilishi wa Mufti Mkuu wa Tanzania, Sheikh Wali Al-Haq Kawambwa, Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Edward Mpogolo, DC wa Ilala, kimwakilisha mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, ya Aisha Sururu, mwenyekiti wa taasisi ya Aisha Sururu Foundation, mashehe wetu wote mlioko hapa, ndugu waumini mliohudhuria, washiriki wote wa mashindano, wadhamini wa mashindano haya, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, mwingi wa rehema, kwa kutujalia neema ya uhai na afya njema, na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika mashindano haya ya kitaifa ya kuhifadhi Qur'ani tukufu yaliyoandaliwa na taasisi ya Aisha Sururu Foundation kwa mwaka huu wa 2026 sawa na mwaka 1447 mwaka wa Kiislamu. Napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa kushirikiana na taasisi ya Aisha Sururu Foundation kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kunialika kuwa mgeni rasmi. Nasema asanteni sana kwa heshima hii kubwa mlionipa. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, ni jambo la kupongezwa kuona namna taasisi hii ya Aisha Sururu Foundation inavyochukua hatua ya kuendeleza utaratibu huu wa kuyaendesha mashindano ya kuhifadhi kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu kila mwaka kwa vijana wetu, na hasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tuna wajibu wa kuiunga mkono taasisi hii katika kuhakikisha mwenendo huu mwema unaoendelea unadumishwa, kwani ni fursa nzuri ya kuwarithisha vijana na watoto wetu tabia ya kuipenda Qur'ani, kuisoma na kuzingatia mafundisho yake. Aidha, ni fursa ya kuhamasisha usomaji wa Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ambayo tunahimizwa kuikithirisha ili tupate fadhila za utukufu wa mwezi huu. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, ni dhahiri kuwa utaratibu huu wa kuandaa vijana na watoto wetu kuisoma na kuihifadhi Qur'an una mchango muhimu katika kuwalea vyema watoto wetu kiimani na kuwa wenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Kwa namna hii tutakuwa tunawaandaa vijana wetu kwa raia wema na wenye maadili mema. Napenda kutumia fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru waalimu na mashehe kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya ya kuwaandaa washiriki wetu katika mashindano haya. Kwa hakika majaji walikuwa na kazi kubwa na ngumu ya kupata washindi, kwani nyote mtakubaliana nami kwa kila mmoja alionyesha umahiri mkubwa katika kuhifadhi na kuisoma Qur'an. Kipekee napenda nimpongeze Bi Aisha Sururu na timu yake kwa kazi kubwa na kwa mchango wake muhimu katika kuandaa utaratibu huu wa mashindano ya Qur'an. Aidha, na washukuru wahisani na watu wote wanaokuunga mkono katika kufanikisha na kuendeleza jitihada hizi kwa hali na mali. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, napenda kutumia fursa hii kukumbusha umuhimu wa kuongeza juhudi katika kutekeleza ibada mbalimbali, kwani tunaelezwa kuwa katika mwezi huu Mwenyezi Mungu huwalipa waja wake malipo zaidi kwa utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani. Pamoja na mambo mengine, tuna wajibu wa kufanyiana ihsani kwa kuwasaidia wenzetu, wakiwemo watu wenye uwezo mdogo, wajane, walemavu na mayatima. Mambo haya yanaimarisha mapenzi baina yetu, yanaondoa chuki na husda na kuhurumiana
na kuleta baraka, na kuhurumiana pia huleta baraka katika jamii. Aidha, kusaidia kuwawezesha wenzetu hao na wao kutekeleza ibada ya swaumu kwa amani na utulivu. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, napongeza mashindano haya kuwa na maudhui inayohusisha Qur'ani na amani, kwani hakika amani ni neema kubwa na ni msingi wa kila jambo. Kwa hivyo tuna wajibu wa kuendelea kuiombea nchi yetu idumu katika amani, umoja na mshikamano ili tuendelee kupata mafanikio. Napenda kuhitimisha nasaha zangu kwa kuipongeza tena taasisi ya Aisha Sururu Foundation kwa mafanikio ya kuendeleza utaratibu wa kuyaandaa mashindano haya kwa kila mwaka. Nawapongeza sana washiriki wote kwa kufikia hatua hii ambayo ni matunda ya juhudi zao binafsi pamoja na za walimu wao waliowaandaa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awalipe wote kila la kheri na awape mafanikio zaidi. Kabla sijakamilisha, napenda niseme kwamba nimepokea ombi la kamati ya mradi wa Kibarang'anda kukutana nami. Nimeridhia na inshallah tutapanga tukutane ili kuliendeleza jambo hili. Mwisho, tunamuomba Mwenyezi Mungu atukubalie funga zetu pamoja na ibada zetu zote tunazozifanya. Awape malazi mema wazee wetu, mashehe wetu na walimu wetu pamoja na Waislamu wenzetu wote waliotangulia mbele ya haki, na sisi tulio hai atupe mwisho mwema. Amin. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.